Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Jamhuri mwa Vyombo akiwa Nairobi, Kenya. Shukran Regina, karibu msikilizaji. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemuhimiza Rais wa Marekani Donald Trump kuitembelea Ukraine kujionea mwenyewe maafa na uharibifu mkubwa unaotokana na mashambulizi ya Urusi nchini humo. Ameyasema hayo saa chache baada ya shambulio la Urusi katika mji wa Ukraine wa Sumi lililosababisha vifo vya watu 34 na wengine wengi kujeruhiwa. Trump amekuwa akionekana kuiunga mkono Urusi katika vita hivyo baina ya Ukraine na Urusi. Huko Sudan, kikosi cha kijeshi cha RSF kinasema kimechukua udhibiti wa kambi ya wakimbizi ya Zamzam iliyoko magharibi mwa Darfur. Hii ni baada ya siku kadhaa za mashambulio makali yaliyosababisha vifo miongoni mwa wakimbizi ambao tayari wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, huduma haba za kimatibabu na kuwa katika hali mbaya ya kimaisha kwa ujumla. Msemaji wa shirika la afya duniani WHO Bi Margaret Harris amelalamikia hali mbaya inayokumba Gaza kutokana na mashambulizi ya Israeli yanayolenga pia vituo vya kimatibabu. Shambulio la hivi karibuni liliharibu kabisa eneo la wagonjwa walio katika hali mahututi ICU. Bi Margaret ameeleza jinsi watabibu wanavyong'ang'ana kujaribu kuwahudumia wagonjwa waliojeruhiwa huku wao wenyewe pia wakishambuliwa na baadhi yao kupoteza maisha licha ya mikataba mbalimbali ya kimataifa ya kulinda raia wasio na hatia. Medical facilities are protected infrastructure. Maeneo ya kimatibabu, maafisa wa afya na wengine wanaotoa huduma za kiutu wanalindwa chini ya mikataba ya kimataifa. Lakini tunachoona hapa ni mfululizo wa mashambulizi ya Israeli yanayolenga vituo vya kimatibabu, magari ya kuhudumia wagonjwa na hata wafanyakazi wenyewe. Yaani wale wanaojitolea kujaribu kuokoa maisha kutokana na uharibifu huu nao pia wanalengwa. Na kiongozi wa kijeshi nchini Gabon Oligui Nguema ameahidi kuwatumikia raia wote wa Gabon. Ametoa matamshi hayo muda mfupi baada ya kutangazwa kuibuka na ushindi wa kishindo wa zaidi ya 90% ya kura zilizopigwa. Ushindi wake umepokelewa vyema kimataifa na wafuasi wake kwa ujumla. Raia hawa wa Gabon wana matumaini na matarajio mema. Avant on n'arrivait pas même à sortir. Kitambo hali ya kiusalama nyakati kama hizi kungekuwa na uporaji, milio ya risasi, lakini safari hii hali imekuwa tulivu. Tunashukuru wengi waliosafiri kwenda mikoani sio kwa sababu za kuwa na hofu za kiusalama. Walikwenda kwa madhumuni ya kupiga kura na waliosalia pia. Ninachotarajia kutoka kwa rais mteule ni kwamba ataendelea kuitumikia nchi chini ya miaka miwili. Ametekeleza mengi, kwa hivyo tungependa aendelee kufanya mengi kama alivyoahidi. Tunavyojua vitendo havidanganyi. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Jamhuri mwa Vyombo akiwa Nairobi nchini Kenya. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio washirika wetu magharibi mwa Kenya. Matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM. Nchini Tanzania ni kupitia Radio 1 na Nuru FM kule Iringa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni, na Uganda ni Voice of Karamoja. Kwenye internet katika bbcswahili.com, na pia waweza kuchangia yale utakayoyasikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Na kwa kuanza yale tuliyokuandalia, Ukraine inasema mashambulizi ya makombora ya masafa marefu ya Urusi yamepiga katikati mwa mji wa kaskazini mashariki wa Sumi na kusababisha vifo vya watu 34 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 100. Ni shambulio baya zaidi kwa kutokea dhidi ya raia kwa mwaka huu. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Maafisa wakuu wa Ukraine wameshutumu Urusi kwa kutumia mabomu ya vishada kuongeza hasara katika shambulio hilo lililotokea jana siku ya Jumapili. Mwandishi wa BBC wa Ukraine aliyefika mjini Sumi amelielezea shambulio hilo kuwa lililenga katika eneo lenye mkusanyiko wa raia na eneo lenye majengo, hali iliyosababisha athari kubwa. Katika hotuba yake ya usiku, Rais Volodymyr Zelensky amewashukuru walioshiriki katika uokoaji. Madaktari, huduma zote za matibabu zina
zinafanyika na kila liwezekanalo ili kusaidia kuokoa watu wengi iwezekanavyo. Ninashukuru kwa huduma zote za papo kwa papo katika dakika chache na kuanza shughuli za uokoaji. Shambulizi hilo liligonga katikati mwa jiji siku ya Jumapili. Ni mtu asiye na utu tu ndiye anaweza kufanya kitu kama hicho. Maafisa wa Ukraine wanasema mashambulizi hayo ya makombora ya masafa marefu ya katikati mwa mji wa kaskazini mwa Sumi yamesababisha vifo vya watu 32 na kujeruhi takriban wengine 100. Wafanyakazi wa huduma za dharura wanasema watoto ni miongoni mwa majeruhi wa shambulio hilo. Volodymyr Atyuk ambaye ni gavana wa mji wa Sumi amesema wafanyakazi wa uokoaji wanasema wamekusanya miili ya watu kutoka mitaani huku kukiwa na matukio ya uharibifu mkubwa ya majengo na magari yaliyoteketezwa au kuharibiwa vibaya ikiwa ni pamoja na mabasi. Ni taarifa yake Leonard Mubali. Maafisa nchini China wanamtaka rais wa Marekani Donald Trump kufuta kabisa kile kinachojulikana kama ushuru unaowarudisha nyuma, huku vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani vikiendelea. Halima Nyanza na taarifa zaidi. Wiki hii Rais Donald Trump alitangaza kusitisha kwa siku 90 kwa ushuru mwingi wa kimataifa aliyoupanga, lakini akaongeza kiwango cha ushuru kwa uagizaji wa China hadi 145%. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara ya China imesema tunaitaka Marekani kuchukua hatua kubwa kurekebisha makosa yake, kufuta kabisa tabia mbaya ya ushuru wa kurudisha nyuma na kurejea kwenye njia sahihi ya kuheshimiana. Utawala wa Rais Trump ulionekana kuwa tayari kutoa makubaliano siku ya Ijumaa iliyopita kwa kutangaza kwamba baadhi ya bidhaa za kielektroniki ikiwa ni pamoja na zile zilizozalishwa nchini China hazitaondolewa ushuru. Lakini waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick ameliambia shirika la habari la ABC hapo jana Jumapili kwamba misamaha kama hiyo itakuwa ya muda tu. Akizungumza kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema kwamba hakuna msamaha kwa bidhaa hizi na kuzitaja ripoti kama hizo kuwa ni za uongo. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kiongozi wa kijeshi nchini Gabon Brice Oligui Nguema ameahidi kuwatumikia raia wote wa Gabon saa chache tu baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika nchini humo siku ya Jumamosi. Katika taarifa iliyowekwa katika mitandao ya kijamii, amewashukuru watu waliompigia kura, ambapo kwa mujibu wa matokeo ya awali ya uchaguzi uliotangazwa na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, amepata zaidi ya 90% ya kura zilizopigwa. Kama anavyoeleza Paul Ninje kutoka katika mji mkuu wa Gabon, Libreville, na taarifa yake inawasilishwa na Shadrack Monsasu. Oligui Nguema, ushindi wake ulipokelewa kwa sherehe za kila namna na wafuasi wake ambao walisherehekea kwa maandamano mtaani. Uchaguzi huo wa rais pia unaashiria pia kumalizika kwa serikali ya mpito. Akizungumza na wafuasi wake katika mji mkuu wa nchi hiyo Libreville, General Nguema amewataka watu kufanya kazi kwa ajili ya kuleta mabadiliko. Ni lazima tuufunge ukurasa huu wa uchaguzi wa rais. Nchi yetu bado inaendelea, na waomba muendelee na shughuli zenu za kitaaluma kujenga jamhuri hii. Acha tuwe wajenzi wa amani na haki. Amepata ushindi huo baada ya kufanyika uchaguzi wa kwanza nchini humo toka utawala wa kijeshi kuchukua madaraka miaka 2 iliyopita, baada ya kuiondoa madarakani familia ya Bongo ambayo ilikuwa madarakani kwa miongo 5. Lakini ushindi wake huo haukuwa jambo la kushangaza kama wakosoaji walivyotabiri kwamba angeweza kupata kwa urahisi kutokana na nafasi aliyokuwa akishikilia awali kama mkuu wa kikosi cha ulinzi. Wakosoaji hao wamedai kuwa katiba mpya ya kanuni za uchaguzi ziliundwa maalum kwa ajili ya kumwezesha kiongozi huyo wa kijeshi kuwania uraisi na vile kushinda uchaguzi huo. Wanasiasa maarufu wa upinzani ambao wangeweza kumpa ushindani kwenye uchaguzi huo walizuiwa kugombea. Kwa sasa kiongozi huyo wa kijeshi Oligui Nguema, ambaye anajivunia kwa kumaliza karibu utawala wa miaka 60 madarakani wa familia ya Bongo, ana jukumu la kuiongoza nchi hiyo kwenye enzi mpya. Shadrack Monsasu anahitimisha taarifa yake po Ninje.
Na wakazi wa kambi ya Zamzam katika eneo la magharibi mwa Darfur wameiambia BBC kwamba mashambulizi yanayoendelea kufuatia shambulio la vikosi vya RSF kwamba wanatekeleza shambulio lililoongozwa kwa pamoja dhidi ya makambi mawili ya wakimbizi wa ndani karibu na jiji la El Fasher tangu Ijumaa jioni. Inakadiriwa kwamba watu 100 wameuawa wakiwemo watoto 20 na wafanyakazi wa misaada 9. Beldin Waleula anaarifu zaidi. Mashambulizi mabaya yameshuhudiwa katika kampi moja ya wakimbizi ya Zamzam ambayo ni makazi ya maelfu ya raia wa Sudan waliokimbia vita. Hali inasemekana kuwa tete kwa siku ya 3 sasa, huku zaidi ya watu 100 wakiwa wameuawa katika eneo la Darfur kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa. Mashambulizi hayo yanasemekana kutekelezwa na kundi la Rapid Support Forces RSF ambayo ililenga kambi 2 za ukimbizi katika mji wa El Fasher. Kambi hizo za Zamzam na Abu Shuk zina wakimbizi zaidi ya 700,000 ambao wengi wao wanakumbwa na baa la njaa. Akizungumza na BBC, mmoja wa kazi wa kambi ya Zamzam ambaye anafanya kazi katika shirika moja linalotoa chakula cha msaada kwa wakimbizi amesema idadi kubwa ya vijana wameuawa na madaktari ambao walikuwa wanajaribu kufungua hospitali moja eneo hilo pia wameuawa, huku waliojeruhiwa wakikosa huduma za afya. Mkazi huyo aliongezea kuwa mashambulizi bado yanaendelea huku wakiwa wamezingirwa na watu waliojihami. Ubabe wa nani mwenye nguvu kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF umesababisha hali mbaya ya kibinadamu nchini Sudan, huku zaidi ya watu milioni 12 wakiwa wamekimbia makwao na wengine wakikabiliana na baa la njaa. Vita hivyo vilianza mwezi Aprili mwaka 2023 baada ya viongozi wa jeshi la Sudan na RSF kukosa kukubaliana kuhusu mustakabali wa taifa hilo. Mji wa El Fasher ulioko eneo la Darfur ndio mji pekee ulio chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan eneo hilo, na limekuwa likilengwa na kikosi cha RSF kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Taarifa yake Beldin Waleula inatuelekeza viwanjani moja kwa moja kwa Shadrack Mwansasu. Na asante sana Regina. Ni kwamba ligi kuu ya soka ya England, klabu kongwe ya Newcastle United jana Jumapili walipambania nafasi ya kucheza mashindano ya klabu bingwa Ulaya wakicheza mchezo wao wa ligi bila kocha wao Eddie Howe ambaye hayupo vyema kiafya, huku pia wakipata ushindi mnono dhidi ya Manchester United wa bao 4-1 na kufikisha idadi ya alama 56 katika msimamo wa ligi. Lakini huku makocha saidizi Jason Tindall pamoja na Graham Jones ndio ambao walichukua jukumu la kuiongoza Newcastle United. Kwa upande wa Manchester United, kocha Ruben Amorim jana hakuweza pia kumpanga goalkeeper Andre Onana. Hii ni baada ya kuonekana kutofanya vyema kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa robo finali ya ligi ya Europa dhidi ya Lyon, wakitoka sare kufunga na bao 2-2 kwa nafasi yake sasa akipangwa goalkeeper nambari 2 ambaye ni Atley Bayindiri. Matokeo mengine, Chelsea wakasare 2-2 dhidi ya Ipswich Town, Liverpool wakawachapa West Ham United 2-1, huku Wolves wakiwabamiza 4-2 Tottenham, na leo Jumatatu FC Bournemouth wao watakuwa wakicheza dhidi ya Fulham. Tukisalia katika soka ligi ya mabingwa Ulaya inatarajia kuendelea kesho Jumanne kwa michezo miwili ya marejano ya robo finali ambapo Aston Villa watakuwa nyumbani dhidi ya PSG, huku Borussia Dortmund wakiwakaribisha Barcelona chini ya kocha Mjerumani Hansi Flick wakiwa na mtaji mkubwa wa mabao 4 ambayo waliyapata tokea nyumbani kwenye mchezo wao wa awali. Kwingineko, baraza la kimataifa la mchezo wa cricket kimataifa limetangaza kuunda kikosi maalum cha kusaidia wachezaji wa kike waliofukuzwa katika nchi ya Afghanistan. Wachezaji wengi mashuhuri wa mchezo huu nchini humo waliondoka ni baada ya kundi la Taliban kurejea madarakani mwaka 2021, huku ushiriki wa wanawake kwenye michezo ukipigwa marufuku na bodi ya mchezo wa cricket ya Uingereza pamoja na Wales pamoja na Australia na bodi ya udhibiti ya cricket nchini India zitashiriki katika mpango ama mikakati hiyo. Kwa ufupi tunahitimisha dondoo za kimichezo asubuhi ya leo. Shukrani sana Regina Mzee. Naam, shukrani Shadrack Mwansasu. Na habari kwa asubuhi ya leo ni pamoja na Ukraine yasema mashambulizi ya makombora